بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1446 katika silsila ya durus za sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulizungumzia katika kikao kilichopita aidaul yahud, uadui waliomfanyia mayahudi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika mji wa Madina. Kadhalika walikuwepo wengineo katika kufara ndani ya mji wa Madina, bimaana ushirikina. Na leo tutazungumzia mawqifu mushriki al-Madina min ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, baada ya kuona mawqif ya mayahudi na wadui waliokuwa nao dhidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tuone pia washirikina waliobakia katika mji wa Madina na ule uadui waliomfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa tutazungumzia watu wawili ambao ndio walikuwa wameshika bendera katika kumpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kwanza ni Abu Amir Amr ibn Sayfi al-Ausi min al-Aus, naye ni baba yake Hamdalatu ghasil al-malaika. Baba yake sahaba Hamdala ambaye julikana kama ghasil al-malaika, aliyeoshwa na malaika alipofariki katika vita vya Uhud. أقام بعض أهل المدينة على شركهم وأبوا الدخول في الإسلام. ولبكيا baadhi ya watu wa Madina katika shirki yao wakakataa kuingia katika Uislamu, hatta iltahaqa ba'dhum bi Quraysh, mpaka wapo baadhi yao ambao walikwenda Makka kwa Quraysh. وراح يؤلب على الإسلام والمسلمين، kaenda kule kuwatia motisha Quraysh dhidi ya Uislamu na Waislamu. ومن أشهرهم أبو عامر الراهب. أبو عامر عمرو بن صيفي الأوسي wakati wa jahiliya alikuwa julikana kama Abu Amir Ar-Rahib, mtawa, kwa sababu kama tutakavyoeleza alikuwa ni mnasara, alifuata dini ya Ukristo kabla ya kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawa ni mtu wa ibada, ingawa alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam alimkataa. Na wa pili ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul, huyu bwana pia katika wakubwa wa watu wa Madina aliyekataa kuingia katika Uislamu. Ama tukimzungumzia Abu Amir ambaye ni baba yake Hamdala, kana qad tanassara fi al-jahiliya, kama nilivyotaja alikuwa ni mnasara wakati wa jahiliya. وقرأ علم أهل الكتاب وكان فيه عبادة في الجاهلية، نالسوم علم يا وليوبيو vitabu maana manasara, alikuwa ni mtu wa ibada wakati wa jahiliya. وله شرف في الخزرج كبير, pamoja na kuwa yeye alikuwa ni katika kabila la Aus,
lakini alikuwa akiheshimiwa sana pia na kabila la Khazraj. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة واجتمع المسلمون عليه وصارت للإسلام كلمة عالية. Mtume صلى الله عليه وسلم alipokuja Madina baada ya hijra, waislamu wote wakakusanyika kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. Uislamu ndio ukawa una neno la juu ndani ya mji wa Madina. وأظهرهم الله يوم بدر, na Allah akawapa ushindi Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba siku ya vita vya Badr. Habari zilipofika, shariqa al-la'in Abu Amr biriqihi, jamaa huyu Abu Amr akapaliwa na mate yake. Waarabu wasema shariqa biriqihi, yani mtu akafanya chuki kama amepaliwa na mate yake. وبارز بالعداوة وظاهر بها, akadhihirisha wazi uadui dhidi ya Mtume صلى الله عليه وسلم. وخرج فارا إلى كفار مكة من مشركي قريش, kisha akatoka kaukimbia mji wa Madina akaenda zake Makka kwa washirikina wa Quraysh. فألبهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم, akawa awatia motisha na kuamsha hisia za Quraysh ili warudi wampige vita Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fajtama'u biman wafaqahum min ahya'i al-arab wa qadimu 'ama Uhud, wakakusanyika na makabila mengine ya Waarabu, na ndio hao walikuja katika siku ya vita vya Uhud, yeye akiwepo ndani. Fakana min amri al-muslimina ma kana imtahanahum Allah وكانت العاقبة للمتقين. Jambo likawa kama vile mnavyoelewa katika vita vya Uhud, na inshallah tutakuja kueleza kwa kina tutakapofika wakati wake. Allah akawatahini waislamu. Mwisho mzuri siku zote ni wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين. na huyu Abu Amir al-Fasiq alikuwa julikana kama Abu Amir al-Rahib, lakini akaitwa na waislamu Abu Amir al-Fasiq, alikuwa muovu. Huyu bwana katika vita vya Uhud alichimba mashimo makubwa baina safu ya waislamu na washirikina, kisha akayafunika yale mashimo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hajui ghaib, hata yale mashimo yaliyoko chini yake alikuwa hajui kama kuna mashimo alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo alipochimba yale mashimo, fawaqa'a fi ihdahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu akaanguka katika mojawapo ya yale mashimo aliyochimba huyu mtu mwovu. Wasiba dhalika al-yawm, akaumia Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoanguka katika mojawapo ya yale mashimo aliyochimba. Fajuriha fi wajhihi, akapata jeraha katika uso wake. Wakusirat rubaiyatuhu al-yumna as-sufla, na haya meno ambayo manne la chini hili likavunjika, jino la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Washujja ra'suhu alayhi salatu wassalam, akapasuka kichwani kwa kuanguka katika hili shimo kwa sababu ya huyu bwana. ومات هذا الرجل على كفره وشركه لعنه الله. Bwana aliendelea na uadui wake, akafa katika shirki yake hivyo hivyo. Ajulikana kama Abu Amir al-Fasiq. Huyu ni wa kwanza katika watu wa Madina ambao walimpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam wazi wazi. Wa pili ni Abdullah ibn Ubay bin Salul. أما عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله فهو من الخزرج. عبد الله بن أبي بن سلول huyu mal'uni alikuwa yotoka katika kabila la Khazraj. Ukitajwa unafik, yeye ndiye wa kwanza anaishika bendera ya nifaq, sallallahu alaihi wasallam. Wa kana muta'an fi qaumihi, na alikuwa ni mtu anayetiiwa sana
kwa jamaa zake Khazraj la yakhtalifu alayhi fi sharafihi min qaumihi ithnani hawakhtalifiani juu ya utukufu wake katika jamaa zake watu wawili bimaana watu wote wakubaliana kuwa ni mtu mheshimiwa kwao ولم تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل من أحد الفريقين غيره na wala hawakukusanyika Aus na Khazraj kumkubali mtu kuwa mtawala juu yao awe mfalme juu yao la qabla wala ba'd isipokuwa yeye peke yake Ibn Salul namna alivyokuwa kiheshimiwa وكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ثم يملكوه عليهم na walikuwa jamaa zake tayari washamtengezea taji ili wamvishe taji la ufalme awe ni mfalme juu ya watu wa Madina katika hali ya kuwa asubiri ule ufalme. Hebu wafikiria wewe hasa ikiwa mtu apenda uongozi vile asubiri ule uongozi utangazwe tarehe fulani ataapishwa mfano tarehe fulani wapewa ufalme fajaa Allah ta'ala bi rasulihi sallallahu alayhi wasallam wa hum ala dhalika Allah akamleta mtume wake sallallahu alayhi wasallam wakiwa katika hali ya kujiandaa kumfanya Ibn Salul kuwa ni mfalme falamma insarafa qaumuhu anhu ila alislam dhaghina Uislamu ulipokuja watu wote wakamsahau jambo lake likasahaulika jamaa mniacha hivi hivi bwana ndo hayo ni hamjaona nyinyi wale watu wanaopenda vyeo ndio siku zile niliwaeleza yule mmoja akatia kwenye klipu jamaa salala jamaa kuna nini basi hata kura yangu pia kuhesabiwa napata 0 hata kura yangu pia kuhesabiwa sema pia watoto wangu nipigia kura wawili kuhesabiwa fanya mchezo na uongozi jamaa akipenda uongozi bwana subhanallah hao mpewa kura yako moja na watoto wako wawili ndio nini utapata uongozi lakini inahesabiwa almuhimu kuna watu wana ulevi na uongozi Asa bin Salul alikuwa mmoja wao aona yeye alikuwa ndio mfalme kilichomharibia yeye kupata ufalme nini ni Uislamu kuja Madina akafanya chuki mbaya sana dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na dhidi ya Uislamu waraa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad istalabahu mulkan akaona kama kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyempokonya nini ufalme alikuwa apata ufalme bwana kapokonywa hakupata ule ufalme wake kwa hivyo Abdullah ibn Ubay ibn Salul alikuwa akiona kuwa ule ufalme ule ambao alikuwa upate wa Madina aliyempokonya nani ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababu alipokuja yeye jambo lake likasahaulika yani kama kwamba hayuko jambo lake limesahaulika kabisa kwa hivyo akaona kuwa huyu bwana ndio alinipokonya mimi ufalme wangu wa aqama ala kufrihi akabakia katika ukafiri wake falamma raa qaumahu qad abaw illa alislam alivyoona kuwa jamaa zake watu wake wamekataa isipokuwa Uislamu yani Khazraj kabila yake wote wameingia katika Uislamu ikawa hana budi sasa dakhala fihi karihan musirran ala nifaqin wa dhighn akaingia katika Uislamu lakini akiwa ameficha ukafiri katika moyo wake wadhālika ba'da ghazwati badr al-kubra na hii ni baada ya vita vya Badr ambao tutavizungumzia huko mbele baada ya vita vya Badr jamaa ikabidi adhihirishe Uislamu lakini ndani ya moyo wake amebeba ukafiri na chuki mbaya dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tukimzungumzia Ibn Salul kabla ya kudhihirisha kwa Uislamu wake akhraja shaykhan fi sahihayhima an Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma qala إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam
amepanda juu ya punda wake aliyemtandikia kile kitambara cha kutoka Fadak, inaitwa Fadakia. Wa ardafa Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma waraahu, kisha juu ya yule punda akampandisha Usama ibn Zaid nyuma yake, alikuwa kijana mdogo. يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. متوم صلى الله عليه وسلم atoka aenda kumtembelea nani? Saad ibn Ubada, alikuwa mgonjwa, kaenda kumtembelea, na hii ni kabla ya vita vya Badr. Hatta marra bimajlisin fihi Abdullah ibn Ubay bin Salul, njiani akapita kuna mkao, tuseme katika lugha ya leo wasema kulikuwa na maskani, lugha leo ita maskani, joint. Wamekaa pale watu, na amekaa pamoja na ule katika ule mkao Abdullah ibn Ubay bin Salul. Wadhālika qabla an yuslima Abdullah ibn Ubay bin Salul, na hii ni kabla yeye kusilimu. Kabla kusilimu maana yake kabla ya kudhihirisha Uislamu. Na ndio maana Al-Hafidh Ibn Hajar alivyoeleza hadithi hizo, kabla an yuslima, akisema kabla an yudhhira islamahu, kabla ya kudhihirisha Uislamu wake, lakini alikuwa si Muislamu. فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود. pale katika ule mkao kulikuwepo wengine ni Waislamu, wengine ni Mayahudi, wengine ni washirikina waabudu wa masanamu. وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه, na katika kile kikao alikuwepo Abdullah ibn Rawaha. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة, bila shaka mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika pale, kwa sababu alikuwa juu ya punda, yule punda akao yotoa vumbi. Alipofika pale wale mabana wakapigwa kidogo na lile vumbi la punda wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilipotokea hivyo, khammara Abdullah ibn Ubay anfahu biridaihi, kwa kusudi Abdullah ibn Ubay akajifunika pua yake kwa ridaa yake, jifunika pua. Thumma qala la tughabbiru alaina, wacha kutupigana vumbi bwana wewe. Yani mwambia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, pita hapo bwana, tuletea vumbi tu bwana. Na wala haikuwa ni kitu cha kuathiri hivyo, lakini yeye akadhihirisha hili jambo. Fasallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayhi, Mtume sallallahu akasalimia pale. Na hapa Al-Hafidh fi al-Fath akieleza sema yu'khadhu minhu, hapa tupata faida jawazu salam ala almuslimina idha kana ma'ahum kuffara, yafaa kuwasalimia waislamu wakiwa pamoja na nani? Na makafiri pale, lakini wayanwi hina idhin bisalam almuslimin, lakini anuie katika ile salamu yake alitoa kuwa na kusudiwa hapa nani? Ni waislamu. قال ويحتمل أن يكون الذي سلم به عليهم صيغة عموم فيها تخصيص كقوله السلام على من اتبع الهدى. نهوين ikawa lisema hivi assalamu ala man ittaba al-huda, yani amani iwe kwa wale waliofuata uongofu, bimaana kusudia Uislamu. Almuhimu akasalimia pale Mtume sallallahu alaihi wasallam, thumma waqafa fanazala, kisha akasimama akashuka juu ya punda, kutoka juu ya punda wake. Fada'ahum ila Allah wa qara alayhim al-Qur'an, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kila fursa anayoipata kulingania watu katika Uislamu awalingania, akawalingania katika Uislamu, akawasomea Qur'an, watu wakawa wasikiliza pale. Faqala Abdullah ibn Ubay bin Salul ayuha al-mar'u, bwana wewe, innahu la ahsana mimma taqulu in kana haqqan, maneno yako hakuna bora kuliko maneno yako kama ni haki basi. Fala tuudhina bihi fi majalisina, usituudhi bwana maneno yako hapa tukikaa vikao vyetu. Na wako watu namna hii mpaka leo. Wewe fikiria mtu wako maskani pale, ukaje salamu alaykum, vipi hali zenu jamaa, mmekaa hapa hivi, ukaanza kuwalingania swala, time swala na nini. Bwana twajua bwana,
ondoka hapo. Kuna watu waislamu na tabia kama hizo bin Saludi hizi. Yani hivi alivyokuwa akifanya nani? Huyo munafiki Abdullah ibn Ubay bin Salul. Usituletee bwana maneno yako hapa. Watuudhi katika vikao vyetu bwana. Na wajamaa pia hivyo hivyo. Zamani nakumbuka sisi watoto kule Majengo wakija watu wa tablighi wale. Watu wa tablighi yani mubtadi'a, lakini katika hili huja saa nyingine kwenye maskani hivi jamaa temia swala, basi wakitokea kule jamaa utafikiri wameona polisi. Nyinyi mnaishi sasa alhamdulillah, hata polisi ukimwona una wasiwasi naye. Zamani polisi ukimwona mwanzo wala makofi, hujafanya chochote. Walikuwa wababe zamani. Siku hizi watu wambadilika. Watu wako na elimu, waelewa, walifuata jambo vizuri. Lakini ulikuwa ukipiga chochoro hivi, umpatana nao hivyo. Kijana kuja hapa, unafanyaje? Pili, twende. Unafanyaje wewe? Twende. Hujafanya chochote. Kwa hivyo ilikuwa jamaa wakiona polisi mbali kule, jamaa waja. Basi kama kutabaki mtu maskini, utaona wazee wewe wakienda mbio siku hiyo. Kila mtu kichochoro chake. Sasa wakitokea jamaa wa tablighi wale, hizo mbio watu watakazokwenda hapo, waje jamaa. Sasa tuseme nani waje? Ukiangalia na vilemba vyaje, wakimbiwa. Watu hawataki kusikia kuambiwa swala. Si sawa. Namba swala, nenda ka swali, sitemie swala. Usije ukaingia ukaona tabia ya huyu ni rasul munafiqin. Asema maneno, asema fala tu'dhina bihi fi majalisina. Yani hivi maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika watu ambao wamekosa khairi kabisa ni wanafiki. Wanaishi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hawakuipata khairi, na walikuwa wamuona huyu hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maneno yake mazuri awaambia, ajibu maneno kama haya: irji' ila rahlika faman ja'aka faqsus alayhi. Wewe bwana rudi kule kwako bwana, akija mtu kwako mpe hivyo visa vyako, ili usitufuate sisi. Sababu wazi sema maneno. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، عبد الله بن رواحة alikuwa pale akasema bala ya rasulullah faghshina bihi fi majalisina fa inna nuhibbu dhalika. Njoo zungumza, sisi tupenda kusikiliza, wachana naye mzee huyu. Sio wengine usema maneno tu hata yaeleweki, achana naye, wewe endelea kusema na sisi tupenda ufanye hivyo. Kila ukipata fursa njoo na sisi tuko hapa tuambie. Fastabba almuslimuna walmushrikuna walyahud. Watu wakaanza kutukanana pale, waislamu, mayahudi na washirikina walikuwa pale. Hatta kadu yatathawarun, mpaka wakakaribia kurukiana, kupigana. Falam yazal an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yukhfidhuhum hatta sakanu. Tumsalama kawa watuliza, wacha tulie mpaka wakatulia. Thumma rakiba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dabbatahu. Mtume salama akapanda juu ya punda wake. فسار حتى دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه. akaenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, tulitaja kuwa alikuwa yuenda kwa nani? Kwa Saad, mpaka akafika kwa Saad ibn Ubada kwenda kumtembelea. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamshtakia Saad ibn Ubada: ya Saad, alam tasma' ma qala Abu Hubab? wasikia maneno sema Abu Hubab ni Abdullah ibn Ubay bin Salul. Umpata habari ile maneno aliyoniambia bwana yule bwana? Yuridu Abdullah ibn Ubay bin Salul qala kadha wa kadha, kamshtakia bwana niambia mimi jambo kadha wa kadha wa kadha. Faqala Sa'd radhiyallahu anhu ya Rasulullah, Sa'd akatoboa siri nzito hapo, akamwambia ya Rasulullah, u'fu anhu wasfah anhu. Yule bwana msamehe, wachana naye. فوالذي أنزل عليك الكتاب، نأبك إلى لكترمشي القرآن، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك. الله أمك جنيل حق لكترمشي، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة. ilikuwa watu wote washakubaliana hapa Madina kabla wewe kuja kumpa ufalme huyu bwana,
wamvishe taji kwenye kichwa chake. falamma aba Allahu dhalika bilhaqqi alladhi a'taka Allahu shariqa bidhalika, Allah alivyokataa hilo kwa ile haki aliyokujalia wewe uilete kwetu huku uje nayo hiyo haki aliyokupa Allah, huyo bwana akapaliwa na mate yake, akafanya chuki. fadhalika fa'ala bihi ma ra'aita, sababu hiyo ndio amekufanyia hivyo alivyokufanyia, ni chuki tu kwa sababu amekosa uongozi. fa'afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallam akamsamehe. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake katika hali kama hii walikuwa wakisamehe, hasa kabla ya kuingia katika kuamrishwa aljihad fi sabilillah, walikuwa wakisamehe. wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira. insha Allah akamwambia wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur. Hili ni jambo Allah ameomba. Mtasikia udhia nyingi kutoka kwa Mayahudi na washirikina, basi fanyeni subira, wasubirieni. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amsamehe katika hilo. Kisa kingine katika Bukhari na Muslim an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qila lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam law ataita Abdullah ibn Ubay, aliambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam lau kama utamjilia Abdullah ibn Ubay ili umuite katika Uislamu, sababu ni mtu atiiwa, alikuwa heshimiwa. قال فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا. Mtume صلى الله عليه وسلم akaenda kwa Ibn Salul, kapanda juu ya punda akaenda kwake. وانطلق المسلمون يمشون معه, na waislamu waliposikia habari hizo wakawa wamfuata nyuma Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kundi kubwa. وهي أرض سبخة, na ardhi ya Madina ilikuwa ni ardhi ambayo haimei mimea mpaka leo, ngumu, kuna mawe. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن أبي إليك عني, alipofika kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ibn Ubay bin Salul amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam niondokee hapo bwana, wallahi laqad adhani natlu himarika, wallahi harufu mbovu ya punda wako imeniudhi kabisa, punda wako anuka huyo. Amwambia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wako watu kujibiza, wako Mtume salama kumjibiza. Faqala rajulun min al-ansar, wafikiria wale watu walikuwa watakupa ufalme, wale ndio wakuzungumza sasa. Bwana mmoja katika ansara akamwambia wallahi la himaru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atyabu rihan minka, punda wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anukia vizuri kuliko wewe. Beberu mkubwa nuka mbele yake, alikuwa wewe mfalme bwana, lakini Allah akamwangusha kwa kibri alichokuwa nacho. Amwambia wewe, asema punda anuka, wewe wanuka, huu punda anukia vizuri kuliko wewe. Hili jambo likamuudhi sana. Faghadhiba, jamaa akakasirika. Faghadhiba li Abdullah ibn Ubay rajulun min qaumi, na kuna jamaa yake pia pale katika watu wake, kabila lake, akasirika, kwa nini jamaa yetu ameambiwa hivyo? Fashatama, wakawa watukanana, kila mmoja mtukana mwenzake. Faghadhiba likulli wahid minhuma ashabuhu, hapa sasa ukaingia kidogo uhasabia, huu jamaa yetu, jamaa yetu, kila mmoja akapata kundi lake. Fakana bainahuma darbun biljaridi wanni'adi walaidi, jamaa wakaanza kupigana kwa zile ile ninio ya mitende, ile majani ya mitende na viatu na mikono, watu wakaanza kutandikana pale. Qala fabalaghana, ana sasema ikatufikia habari, annaha unzilat fihi wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahum. Sababu haya makundi yalopigana walikuwa ni waislamu, lakini mmoja katika kabila la nani? La Abdullah ibn Ubay bin Salul, na mwingine kabila lingine. Kwa hivyo wakasuluhishwa baina yao. Hii ndio ilikuwa hali ya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Kwa hiyo hakusilimu
isipokuwa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake kushinda katika vita vya Badr. Hapa ikawa hakuna budi, lazima wadhihirishe Uislamu, sababu akibakia pale utabakia nani? Mshirikina wewe. Na hayo tutakuja kueleza insha Allah taala huko mbele, sababu mada inayokuja hapo mbele itakuwa ni tashri'ul jihad, kuanza kupewa ruhusa katika sheria ya kupigana jihad fi sabilillah. Kwa huko mbele tutakuwa sasa tuanza kuzungumza vita alivyopigana mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika mji wa Madina. Wallahu musta'an. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم.